kweli tupongeze sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo inaendelea katika mkoa wetu wa Shinyanga, hususan katika wilaya hii ya Kahama. Yanayoendelea kutekelezwa na wasaidizi wako ambao ni sisi, mimi na kamati ya usalama, ni matokeo ya kazi nzuri ambayo ilifanya ikiwa mkuu wa wilaya hapa. Tarehe 1 mwezi uliopita tulisaini mkataba wa ujenzi wa barabara ya manispaa, lakini mpaka sasa hatuna, mimi kama mkuu wa wilaya sina taarifa rasmi kwamba lini mkandarasi huyo anaanza kazi. Jambo hili wananchi wamekuwa wakihoji, maana wengi wamekuwa mashahidi kwenye vikao vyetu na mikutano mbalimbali. Tumekuwa tukitumia siasa sana kama subiri baada ya wiki. Sasa tuliongoza tarehe 1 mwezi huu wa 7 mkandarasi ataanza rasmi kazi ya ujenzi, lakini leo tunapozungumza ni tarehe 8, hakuna chochote ambacho tunakiona barabarani. Sasa hii furaha ya wananchi imegeuka, wanahisi kwamba kusaini mkataba huu ulikuwa geresha ili kuhama na hizi hali ya kisiasa katika manispaa yetu ya Kahama. Kwa kuwa jambo hili lilitokea lilianza ukiwa mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa, na kwa usimamizi wako mzuri na mkubwa, changamoto hiyo ya mkandarasi aliyepita inakwisha mpaka tukafanikiwa kusaini mkataba huu ulizungumza, ambao tulisaidiwa chini ya uongozi wako na mheshimiwa waziri, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Mkuu, ombi kwako utusaidie kupushi mamlaka zenye dhamana ya kusimamia mkataba huu, mkandarasi huyu aweze kufika site haraka iwezekanavyo ili kazi ziweze kuanza. Kwa sababu tuko kwenye kipindi cha kiangazi na muda unakwenda, kazi muda unaweza kwenda muda wote mbeleni, mvua zinaweza zikaanza. Sasa tunapata wasiwasi kwamba mvua zikianza tunaweza tukarudi mizizi yote kwamba tunasimama kwa sababu mvua, jambo ambalo linaweza likaendelea kutubomoa na kuharibu siasa yetu ya wilaya ya Kahama. Kuna kero za barabara na mambo mengine hiyo nilitaja ya usafi, lakini na kuainisha maeneo mengine ya biashara kwa ajili ya wafanya biashara wetu ambao wanachukua mikopo ya 10% na wanakosa mahali pa kwenda kujifanyia kazi. Baada ya kusema hayo, msaidia na kushukuru sana. Karibuni sana Kahama na kazi iendelee. Asante sana. Na tumefikia mazuri sasa hivi, kuna wenzetu wengine wamesaini mkataba. Hapa kinachoongelewa na waheshimiwa madiwani ni wale wananchi kuona heka mtaani, waone movement zinaendelea. Kwa nadhani iko haja mkurugenzi mtendaji na wenzetu kama ambavyo tulipoongea nao wakati wanajenga barabara ya Kahama Kakolo. Kumbuka nilikuwa na mkutano hapa kama mkuu wa wilaya, kakaa nao nikawaambia hii barabara inaunganisha halmashauri mbili tofauti, na pande zote mbili wana hamu na hii barabara. Kwa hiyo ukisema mnaanza manispaa Kakolo wasiwaone, watajua hii ahadi ilikuwa ni uongo. Nini namna gani ambapo timu moja itaanza Kahama, wananchi wa Kahama wataona, lakini pia wengine waanze kutokea upande. Kwa leo hii utaona wengine walikuwa wanaendelea kwa ukanda ule, wengine ukanda ule. Kwa hiyo kwenye utekelezaji wao wa majukumu bila kuathiri makubaliano ya kimkataba, waone namna gani ambavyo angalau taratibu, heka nia, dhamira, taratibu kwenye kata zetu. Miradi yote hii sisi tunajua kinachoendelea, wananchi wanahitaji kuona wakiwa site. Basi leo tutakupita kuanza kufanya analysis, nini kifanyike, wafanye nini, wakati mwingine yanaendelea, wananchi watafarijika sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa ridhaa yako, swala hili ambalo Mheshimiwa DC
amelizungumza kuhusiana na kusainiwa kwa mkataba na kwamba mkandarasi haonekani site. Kwa taarifa ambazo ninazo kuhusiana na utekelezaji wa mkataba huu, kwamba mkandarasi yuko site na kuna technical issues ambazo zinafanyika including survey, na kama mnavyojua tulivunja mkataba na mkandarasi aliyekuwepo. Kwa hiyo kuna technical issues za kuweka sawa kabla mkandarasi hajaingia rasmi kwenye site, lakini tayari mtaona kwenye baadhi ya maeneo mkandarasi yupo anafanya kazi, lakini kwa sababu kazi zinazofanyika ni za technical zinaweza zisipimike, lakini nadhani muda sio mrefu ataingia in full swing kwa ajili sasa ya kwenda kutekeleza mkataba kama ambavyo ulisainiwa, na inatarajiwa kwamba kazi itakamilika kwa wakati. Mimi nilipopata wito wa kuhudhuria kikao hiki niliuliza swali moja, kuna hati gani? Nikaambiwa ni hati safi, na ni mwaka wa 5 mfululizo. Hongereni sana sana mkurugenzi, naibu kaimu mkurugenzi, lakini na watendaji wetu wote kwa kazi nzuri.